Serikali ya Kenya laani maandamano ya jana ya Gen Z na kuyataja kuwa jaribio la mapinduzi kwa serikali ya Rais William Ruto. Tuanzie nchini Kenya ambapo zaidi ya watu 16 walifariki na wengine zaidi ya 400 kujeruhiwa vibaya katika maandamano ya Gen Z hapo jana nchini Kenya. Shirika la Amnesty International linahofia kuwa miongoni mwa waathiriwa wa maandamano hayo ni vijana, wanahabari na maafisa wa polisi, likiripoti kuwa pia huenda idadi hiyo ikaongezeka. Maandamano hayo yaliyogeuka vurugu baina ya polisi na waandamanaji katika maeneo kadhaa nchini Kenya yalishuhudia pia visa vya uporaji wa biashara za watu na uharibifu wa mali yenye thamani ya mamilioni ya pesa. Familia kadhaa zimeachwa na huzuni na majonzi baada ya kupoteza wapendwa wao, na sasa wanalalamikia polisi kwa kutumia nguvu kupita kiasi katika kuyakabili maandamano hayo. Leila Mohamed anatufungulia matangazo yetu leo na taarifa kutoka Molo katika jimbo la Nakuru, ambapo wengi wanajiandaa kwa mazishi ambayo hawakuyatarajia kutokana na ghasia zilizoshuhudiwa kwenye maandamano katika jimbo hilo huko Bonde la Ufa. Nyumbani kwa Jacinta Gathoni katika kijiji cha Turi, eneo la Molo, shughuli hizi za matanga na wageni wa kuleta faraja kwa waliofiwa hazikutarajiwa hapa. Ila msiba mwapata ghafla baada ya mtoto wao Dennis Njuguna kuuawa hapo jana. Familia inasema alipigwa risasi wakati alipojipata katikati ya waandamanaji alipokuwa akielekea nyumbani kutoka shuleni. Nikapigiwa simu. Nikaambiwa kuja haraka hapa hospitali, mtoto wako ni mgonjwa sana. Nikawauliza, mtoto wangu ni mgonjwa na alikuwa shule. Akaniambia, mama Wambui, na kuomba tu ujipe nguvu. Nikamuuliza nijipe nguvu kwa nini? Akaniambia hapana, Njuguna amepumzika. Dennis mwenye umri wa miaka 17 alikuwa kwenye pikipiki alipokutwa na mauti. Sasa nilisikia hofu sana na nikasikia uchungu sana kwa sababu nilikuwa nimemuona kwa simu na nikamuona tena amelala tu na alikuwa anamwaga damu. Wakati niliona akimwaga damu, kwa sababu huyo mtoto amefanana na baba yake na kijana yangu, nikasema kweli ni Njuguna. Jacinta anasema kifo cha kitenda mimba wake ni kama taa iliyozimwa na matukio ya jana. Alikuwa form 4, alikuwa akiniambia, mama, usijali hata kama baba aliaga, usijali, wacha tu nimalize tu shule. Nikimaliza shule nitatafuta vibarua angalau tusaidiane. Sasa mimi nikashindwa la kufanya, lakini naambia tu Mungu ndio mambo yote. Wanachopitia familia ndicho wanachokipitia zaidi ya familia 16 za watu waliofariki katika maandamano ya hapo jana. Rais wa Kenya enyewe wanastahili kuadvise hao maaskari. Waambie hata kama ni nini. Hao ni watoto wachanga, hakuna ati hapo hakuna wazee pale. Lakini sasa wakichukua tu ati ni kutoa mioyo, kutoa kuondosha mioyo ya watoto. Sasa Kenya itabaki na akina nani? Na bado hawajui nani wa kumlaumu kwa majonzi yao. Serikali ya Kenya kwa upande wake kupitia Wizara ya Usalama wa Ndani imelaani maandamano hayo ya vijana wa Gen Z na kuyataja kama jaribio la mapinduzi kwa serikali ya Kenya. Waziri Kipchumba Murkomen amesema maandamano hayo yalichochewa na baadhi ya wanasiasa wanaotumia vijana vibaya kwa lengo la kutaka kupindua serikali. It is now clear. Ni wazi kuwa hakukuwa na maandamano. Zilikuwa ghasia, vurugu. Bunge lililengwa na ikulu ya rais ililengwa pia. Wale waliopanga ghasia hizi walikuwa na mpango maalum na waliupanga katika mtandao wa kijamii. Walitaka kuipindua serikali kupitia bunge na ikulu. Haya si maandamano, bali lilikuwa jaribio la kinyume cha sheria kuzamisha uongozi wa nchi. Walijaribu kufanya mapinduzi ya serikali. Murkomen pia amesema vituo 9 vya polisi vilishambuliwa katika maandamano ya jana, huku vituo 5 vikiteketezwa moto na bunduki 5 kuibiwa kutoka kituo kimoja cha polisi jijini Nairobi. Wakati huo Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja anasema zaidi ya maafisa 300 wa polisi ni miongoni mwa watu 400 wanaoripotiwa kujeruhiwa katika maandamano hayo, na kuwaonya wahalifu waliohusika katika maandamano hayo kwamba watachukuliwa hatua kali za kisheria. And I want Kenyans to rest assured. Nataka kuhakikishia Wakenya kwamba serikali itafanya kila iwezalo kuwapa haki walioathirika. Hakuna atakayeepuka mkono wa sheria. Hatutajali kama ni wanasiasa ama ni wafanyabiashara matajiri. Inspekta Jenerali wa polisi atachunguza na wahalifu wote watashikwa na kuadhibiwa. Tunao ushahidi wa kutosha wa kuwapata wahalifu hawa.
Sasa wazia hili, kwa zaidi ya saa 17 miji kadhaa nchini Kenya iligeuka kuwa viwanja vya makabiliano makali, huku vijana wakilenga kufika katika majengo ya bunge na pia ikulu ya rais kwa ajili ya kuishinikiza serikali kusikiliza malalamishi yao. Ni hatua ambayo serikali sasa imetaja kuwa jaribio la kupindua uongozi wa Rais William Ruto. Familia zaidi zimeachwa bila wapendwa wao waliouawa na wengine wakiuguza majeraha mabaya. Ili kuchambua hili kwa kina, sasa tuungane na afisa mkuu wa shirika la Vocal Africa, Hussein Khalid, ambaye pia alikuwa katika maandamano jana. Hussein Khalid, mulitaka kupindua serikali? La hasha. Ni wazi kabisa, na labda tuwakumbushe tu idara ya usalama ama ya mambo ya ndani kwamba tuliweza kufikisha notisi ya kufanya maandamano. Hiyo notisi ilipokewa, polisi walituita, tukakaa chini, tukawaelezea kinagaubaga malengo yetu, hata ile njia ambayo tutapitia ili kuweza kufinikisha ile azma yetu kuwakumbuka wale waliouawa. Lakini hatukupiga hata hatua 10 pale tu tulipokuwa tumeanza, pamoja na wazazi kuwa tumeshikana mikono, basi tukaanza kutupiwa vitoa machozi, tukaanza kuona maji yakimwagwa. Kwa hivyo waliokiuka ni serikali na polisi yale maagizo tuliyokubaliana. Kidogo tu hapo, Hussein Khalid, mmesema mlikuwa na familia za wale waliopoteza wapendo wao mwaka jana. Wazazi walikuwa hapo. Tulimuona aliyekuwa jaji mkuu wa Kenya alikuwa hapo. Wewe na wanaharakati wengine. Wapi kuliharibika paka vitoa machozi vikaanza kutupwa? Ndio sisi pia hatufahamu. Manake tulikuwa tumeshikana mikono, tumebeba maua, na tulikuwa tuna imani kwa sababu tulikuwa tumeshakaa na idara ya polisi. Tukaelewana, tukakubaliana, tukawaambia tutaanza hapa, tutafika mahali fulani, tutaweka maua, tutafanya maombi, tuendelee mpaka hatua nyingine, tuweke maua, tufanye maombi. Lakini la kutushangaza ni kwamba yale ambayo tuliyokubaliana, wao ndio waliyakiuka. Tukiwa tunatembea hakuna rabsha yoyote, wakaanza kutupa vitoa machozi. Tulikuwa na wasiwasi mkubwa kwa sababu wale walikuwa wamama ambao watoto wao walikuwa wameuawa. Tukaingiwa na wasiwasi, tukawaondoa, kuwaweka salama. Serikali inasema kuna makundi ya vijana ambayo wamelipwa ili kuweza kuzua vurugu katika maandamano hayo. Je, kuna ukweli wowote hapo? Sasa hayo ni mambo ambayo serikali inafaa kutuambia. Jambo ambalo sisi tunahakika nalo ni kwamba kipengele cha 37 sura ya 4 katiba ya Kenya kinahakikishia kila Mkenya haki ya kuandamana, na kuna sheria zilizowekwa ambazo tulifuata zote. Kwa hivyo sisi kama Wakenya hatutaruhusu serikali ya Kenya kugeuza haki zetu za kikatiba na kuziita kwamba ni uhalifu. Lakini kuna baadhi ya polisi walijeruhiwa. Hata wewe Hussein Khalid umepigwa picha ukiwa unamhudumia, unampatia huduma ya kwanza afisa wa polisi aliyejeruhiwa. Nani alimjeruhi? Kulikuwa na watu wengi, ndio pale tulikuwa tunamuuliza hata yeye, je, ulikuwa umepigwa na kitoa machozi ama ilikuwa ni jiwe? Hakuna anayefahamu. Ama alikuwa ameanguka. La kweli ni kwamba yule afisa dada alikuwa amejeruhiwa. Sisi waandamanaji wenzake maaskari walimkimbia, waliondoka kwa sababu walikuwa wengi. Walipomwona mwenzao ameanguka, walitoroka wakamwacha. Sisi waandamanaji ndio tulikwenda tukamchukua guu kwa guu mpaka kwenye ambulensi pale, tukaweza kumhudumia pamoja na wenzake. Kwa hivyo hii ni wazi kabisa kwamba waandamanaji wa amani hawakuwa na lengo lolote ovu, ila serikali na polisi walikiuka yale makubaliano tuliokuwa nayo wao. Leo asubuhi tumeshuhudia picha mitandaoni, video za uharibifu mkubwa ambao ulisababishwa katika maandamano ya jana. Wafanyabiashara wanalalamika mamilioni ya pesa yameharibiwa. Nani tumlaumu hapo? Audit, hapo ni kweli kabisa. Hata sisi tuliona kwamba kulikuwa na uharibifu wa mali, maduka yaliingiliwa, nafikiri hata kuna supermarket ambayo imeingiliwa. Na hawa ni wahalifu ambao hawakuwa baadhi ya wale waandamanaji. Hawa ni wale ambao wanatumwa na wanasiasa ili kutupa sisi waandamanaji wa amani jina baya. Kwa hivyo haya ndio mambo sisi tulikuwa tunatarajia polisi wataweza kuyaangazia. Sababu ya kutoa notisi ni kuhakikisha kwamba polisi wanajua yanayofanyika, ili mengine yote maovu yakifanyika wajue kwamba hayo sio yaliyokubaliwa. Lakini badala ya wao kuzuia uhalifu huo, walikuwa huku wakitupiga sisi waandamanaji wa amani vitoa machozi, hali ambayo ilikuwa inasikitisha kabisa. Nini kinafanyika baada ya leo? Baada ya leo ni kusema kwanza lazima tuweze kuangalia majeruhi.
kuna wengi ambao wamejeruhiwa, kuna wale ambao wamefariki hivi sasa. Leo hii tulikuwa katika makafani tukijaribu kuwaomboleza. Kwa hivyo la kwanza kabisa ni kuwafariji, kuweza kusimama pamoja na familia za wale walioathirika. Baada ya hapo sasa ni kuendelea kuitisha haki, kwa sababu haimaanishi kwamba mkizidi kuua watu basi watu watanyamaza. Hili ni swala ambalo serikali lazima likumbuke. Kizazi hiki cha Gen Z, kila unapoendelea kukigandamiza ndipo pale unakipa nguvu kuzidi kudai yale wanayoyataka. Kwa hivyo tutaendelea kushirikiana ili tuipeleke hii nchi yetu mbele. Hakuna anayetaka utovu wa usalama nchini Kenya, ila kila mmoja wetu wa Kenya wote wanayoyataka ni haki isimame. Shukran sana Hussein Halid. Uchunguzi wa BBC umepata ushahidi wa unyanyasaji wa kingono katika sekta ya kimataifa ya kamera za mitandaoni, ambapo maonyesho ya ngono yanaonyeshwa moja kwa moja kwa wanaume kote ulimwenguni. Mahitaji ni makubwa sana. Mwaka jana pekee katika majukwaa makuu ambapo aina hii ya maudhui huonyeshwa, kulikuwa na zaidi ya watu bilioni 15 waliotizama. Taarifa ya Sofia Betiza ambaye ametembelea mji mkuu wenye kiwango kikubwa cha maudhui haya wa Colombia, ambapo inakadiriwa kuwa wanawake nusu milioni wanahusika katika shughuli hii, inawasilishwa na Leila Mohamed. Tukutahadharishe tu kwamba taarifa hii ina maudhui ya unyanyasaji wa kingono ambayo huenda yakawakasirisha baadhi ya watazamaji. Video za mitandaoni za watu wazima, tasnia inayoshamiri ambayo imebadilisha jinsi maudhui ya watu wazima yanavyotumiwa na kuchuma mapato. Welcome to my show. Nice to meet you. Hapa Colombia, mamia kwa maelfu ya wanawake hufanya kazi katika studio za kamera za mitandaoni kama hii, kutiririsha moja kwa moja vitendo vya ngono kwa wanaume kote ulimwenguni. Kamera hizi zinatuma maudhui kwenye majukwaa mbalimbali na mitandao ambapo watu wanaweza kutazama maonyesho ya ngono ya moja kwa moja. Na ni idadi ndogo tu ya majukwaa haya yaliyoko bara Ulaya na Marekani ambayo yanadhibiti tasnia hii. Ingawa wanapata mamilioni ya dola, hasa hapa Colombia, uchunguzi wetu umegundua kuwa wanawake pia wanakabiliwa na unyanyasaji wa kingono. Sophie ni miongoni mwa wanawake ambao walituambia kuhusu filamu alirekodi kwa takriban saa 18 katika vyumba vidogo vilivyojaa na mende, wakipigwa faini ya kwenda msalani na kushinikizwa kufanya ngono zinazodhalilisha. Nilishinikizwa kufanya ngono na wasichana wengine 3. Nililazimishwa kufanya tendo hilo hadi nikatapika. Nikasema hapana, hapana, hapana. Lakini meneja angekubali maombi kwa niaba yangu. Alisema wateja tayari wamelipa, hivyo nililazimika kufanya hivyo. Alifanya hivyo akiwa na ujauzito kwa sababu lau kama hangeweza kufanya kitendo hicho, hangeweza kulisha watoto wake nyumbani. Na sio Colombia pekee. Tumegundua kuwa kampuni zingine 4 kubwa zinakabiliwa na shutuma za kutoweka juhudi za kutosha kushughulikia dhulma zinazohusishwa na unyanyasaji wa kingono katika sekta ya kimataifa ya kamera za mitandaoni katika angalau nchi 11 kutoka India hadi Afrika Kusini na Marekani. Hola. Kenny anasema alikuwa na umri wa miaka 17 pekee alipoanza shughuli hii. Studio zilikuwa zikitumia au kuunda stakabadhi za uongo. Nilitaka kupata fedha zangu na kuwasaidia wazazi wangu. Kuna nyakati ambapo wateja hutaka ufanye mambo yanayokera sana, kama vile kujiumiza au kuwa kama mtoto. Nilikuwa mdogo sana. Bonga Cams, Chattertub na Stripchat waliiambia BBC wanazingatia usalama na viwango vya juu na uthibitishaji wa umri. Pia wamesema kuwa wao sio waajiri wa moja kwa moja. Live Jasmine haikutujibu. Mahitaji ya maudhui haya ni makubwa sana. Wakati huo huo, wanawake kote duniani wanaendelea kukabiliwa na hali ngumu katika sekta ambayo inasalia kwa sehemu kubwa kutodhibitiwa. Tugeukie taarifa nyingine. Kiongozi mkuu wa Iran Ali Khamenei amesema kwamba Marekani haikupata chochote pale iliposhambulia maeneo ya nyuklia ya Iran. Katika taarifa yake ya kwanza ya video tangu kumalizika kwa siku 12 za mapigano, Khamenei amedai pia kwamba Israel ilikuwa karibu kusambaratika kabisa kutokana na mashambulizi ya kisasi ya Iran. Jamhuri ya Kiislamu ilishambulia vibaya Marekani. Ilishambulia na kusababisha uharibifu katika kituo cha kijeshi cha Al Udeid, ambacho ni moja ya vituo muhimu vya Marekani katika eneo hilo.
Hapo awali ikulu ya Marekani ilisema ina uhakika sasa kwamba imeharibu vibaya mpango wa nyuklia wa Iran na inataka kufungua tena nafasi ya mazungumzo na Tehran. Mashirika ya kijasusi ya Marekani yanasema taarifa zao za hivi karibuni zinathibitisha kuwa maeneo matatu makuu ya nyuklia yameharibiwa. Hata hivyo, mjumbe maalum wa Rais Trump huko Mashariki ya Kati amesema ataendelea kuihimiza Iran kuachana na mpango wake wa kurutubisha madini ya urani, huku kukiwa na uwezekano wa mazungumzo kuanza tena wiki ijayo. Haya yanajiri siku moja tu baada ya tathmini ya awali iliyovuja kutoka shirika la kijasusi la Pentagon ambayo ilipendekeza kuwa sehemu kuu ya mpango wa nyuklia wa Iran ilikuwa bado salama baada ya mashambulizi ya mabomu ya Marekani. Akizungumza katika mkutano wa kilele wa NATO uliofanyika huko The Hague jana, waziri wa ulinzi wa Marekani alikosoa vikali vyombo vya habari vilivyoripoti taarifa hiyo. Bila shaka sote tumewaona watu wengi wanaovujisha taarifa, na watu wanaovujisha taarifa hufanya nini? Wana ajenda zao, na huwa wanafanya nini? Je, hushiriki taarifa yote au sehemu tu wanayotaka kuonyesha? Na wanapowasilisha ripoti ya awali inayochukuliwa kuwa na tathmini ya chini, unajua tathmini ya chini inamaanisha nini? Ina maana kuna imani ndogo ya data zilizomo kwenye ripoti hiyo. Na kwa nini kuna imani ndogo? Kwa sababu ushahidi wote wa kile kilicholipuliwa kwa mabomu 12 yenye uzito wa pauni 30,000 sasa umezikwa chini ya mlima, umeharibiwa kabisa na kuteketezwa. Matangazo yetu ya redio pia usikika kupitia mtandao wetu bbc.com/Swahili, ambapo unaweza kumsikiliza Jamhuri mwa Vyombo huyu hapo katika Amka na BBC pamoja na Dira ya Dunia Radio kila siku ya wiki saa 12 kamili asubuhi na 12:30 jioni. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tutakaporejea tuna taarifa ya jinsi kiwanda kimoja nchini Uganda kinavyosambaza umeme kwa kuzalisha nishati kutoka kwa samadi ya ng'ombe. Karibu tena, hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Roncliffe Odit. Sasa kwa mujibu wa ripoti ya shirika la Energy Catalyst la mwaka 2020, takriban 10% ya raia nchini Uganda wanaoishi vijijini wanapata umeme. Lakini kwa sasa kuna maeneo mengi mijini hadi vijijini. Katika wilaya ya Nwoya, kaskazini mwa Uganda, karibu kilomita 300 hivi kutoka mji mkuu Kampala, biashara ya kijamii ya Mandulis Energy inaunganisha umeme katika nyumba za mashambani, nyingi ikiwa ni mara yao ya kwanza. Na hivyo unaweza kuwazia jinsi inavyobadilisha maisha kwa kubadilisha taka za kilimo kuwa nishati safi inayoweza kutumika. Ahmed Bahaj na taarifa hiyo. Licha ya uwezo wa ziada wa kuzalisha umeme kutokana na miradi ya maji, Uganda ina moja ya viwango vya chini vya usambazaji wa umeme barani Afrika.
Gharama za kuunganishwa na miundombinu hafifu hufanya upanuzi wa gridi ya taifa katika maeneo ya vijijini kuwa mgumu kiuchumi. Katika eneo la mbali ya kaskazini mwa Uganda, biashara ya kijamii ya Mandulis Energy inageuza taka za shamba kuwa umeme na kuleta umeme katika nyumba za vijijini na biashara zilizounganishwa na gridi ndogo. Mandulis hufanya kazi kwa njia nyingi za mseto ili kutoa nishati safi. Kinachovutia mtazamo wetu ni kwamba ni mfumo wa jumla na wa mzunguko. Inafanya kazi mahali popote watu walipo na inategemea kile tayari walichonacho ambacho ni cha ziada kwa mahitaji au kuchukuliwa kuwa taka. Mabaki ya mazao huendesha mtambo wa kilowati 50 unaochanganya nishati ya juu na gesi kutoka kwa majani ili kufikisha umeme katika nyumba na taasisi 112 kama vile shule, zahanati na masoko ambayo yanategemea nishati safi. Wakulima kwa mfano wana pumba nyingi za mpunga, maganda ya mahindi, maganda ya njugu na maganda ya kahawa ambayo hawahitaji, lakini tunaipa thamani na hiyo ndiyo tunayotumia kama pembejeo. Tunaioka kwa joto la juu zaidi ya nyuzi joto 1000 ambayo huigawanya kuwa hidrojeni na methane, na mchanganyiko wa gesi hizo unaweza kufanya kazi katika injini yoyote ya gesi inayozalisha umeme. Kiwanda hiki cha nguvu nishati huchangia uchumi wa Mduara. Catherine, mkulima anayesambaza majani kwa mmea, ni mnufaika wa umeme wake na bidhaa za ziada. Vipande vidogo vya kupikia vinavyotumiwa katika majiko madogo ya gesi na bioka, yani kiongeza cha udongo ambacho huboresha sifa zake. Tangu nipate umeme, imeboresha maisha yangu. Hivi sasa ninapata mwanga. Watoto wangu sasa wanasoma vitabu vyao kwa wakati. Kwenye nyumba hakuna mita ya kulipia kabla ya mgao wa umeme kutolewa. Kwa hivyo, ikiwa mmoja wa wanajamii anataka kununua umeme, hakuna kikomo cha kiasi cha umeme anachoweza kununua kwa siku moja. Viwango vya usambazaji wa umeme ni vya chini, hasa nje ya gridi ya taifa, na watu wengi hutegemea uchafuzi wa mazingira kama vile kuni na mkaa kupikia na kusababisha uharibifu wa misitu na uchafuzi wa hewa ndani ya nyumba. Mandulis Energy inataka kuiga mfumo huu kote barani Afrika na kuwezesha jamii zaidi za vijijini kuchukua fursa ya kile walichonacho, kuboresha viwango vya maisha. Maadamu tuna maeneo ya vijijini ambapo watu wanalima, mradi tu kuna taka za kilimo ambazo hazithaminiwi, kuna fursa ya kuwezesha jambo hili. Maadamu tuna maeneo ya vijijini ambapo watu wanalima, mradi tu kuna taka za kilimo ambazo hazithaminiwi, kuna fursa ya kuwezesha jambo hili. Sasa tupie macho ukurasa wetu wa internet ambapo kuna taarifa mbalimbali ikiwa ni pamoja na makala za michezo, picha pamoja na video, ikiwemo taarifa hiyo kuu ya serikali ya Kenya kudai waandamanaji walijaribu kupindua serikali. Na hatimaye wanasayansi kutoka Uingereza wamemtaja upya spishi ya dinosaur ambayo mifupa yake ilifukuliwa ardhini miaka 3 iliyopita na kusema kwamba ni spishi ambayo haijawahi kutambuliwa awali. Mwanzoni ilitajwa kama Nanosaurus, lakini wanasayansi wamempa jina jipya Enigmicasa, lenye maana ya mkimbiaji asiyeeleweka. Mnyama huyo anafanana na mbwa mwenye mkia mrefu na aliishi angalau miaka 150 iliyopita. Ataanza kuonyeshwa kuanzia kesho katika hifadhi ya historia ya London. Hilo jina alilopewa huyo la mkimbiaji asiyejielewa, lakini sisi tunamzungumzia mkimbiaji anayejielewa, Faith Kipyegon kutoka Kenya. Taarifa hii ilikuwa niisome kwa madaha tofauti kulingana nilivyokuwa nimepanga mimi na msimamizi wa matangazo Leila Mohamed, lakini